Katika historia ya taifa letu kuna jina ambalo likitajwa hata kama ulikuwa hutaki kusikiliza, basi jina hili litakufanya uwe na shauku ya kusikia na utake kulijua vema. Hili ni jina ambalo ni nguzo na limeandikwa kwenye mioyo ya Watanzania kwa wino wa dhahabu, Afrika na duniani kote. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa letu, mbali na kuwa kiongozi wa kisiasa, Nyerere alikuwa mlinzi mkuu wa urithi wa utamaduni na historia ya nchi, na jukumu lake katika kuanzisha makumbusho ya taifa ni ushahidi tosha wa kujitolea kwake. Aliona umuhimu wa kuhifadhi na kukuza utambulisho wa kitamaduni wa Tanzania baada ya uhuru, akiamini kwamba urithi huu ulikuwa muhimu kwa kujenga taifa lenye mshikamano na fahari. Chini ya uongozi wake, serikali ilichukua hatua madhubuti kuhakikisha kwamba historia, sanaa na mila za Watanzania zinahifadhiwa vema kwa vizazi vijavyo. Juhudi za Nyerere za kuanzisha makumbusho ya taifa zilianzisha mapema katika kipindi cha uhuru. Kabla ya uhuru, kulikuwa na makumbusho ndogo iliyosimamiwa na wakoloni, lakini haikuakisi kikamilifu utajiri na utofauti wa tamaduni za Kiafrika. Nyerere alitambua kuna haja ya kuwa na makumbusho yetu itakayowakilisha kikamilifu historia na utamaduni wa Tanzania katika mtazamo wa Kiafrika. Lengo kuu likiwa kukusanya, kuhifadhi na kuonyesha vitu vya kale na nyaraka zinazohusu historia ya Tanzania kuanzia zama za kale hadi kipindi cha uhuru. Hii ilikuwa muhimu sana katika kuelimisha umma kuhusu asili yao, mapambano ya uhuru na maendeleo ya taifa. Makumbusho ya kwanza yaliyojulikana kama King George V Memorial Museum ilifunguliwa rasmi mwaka 1940. Ilipofika tarehe 7 mwezi Disemba mwaka 1961, serikali ilikuwa imeshaandaa tena sherehe za kuvunja bunge, lakini lisingeweza, linavunjwa bunge lakini tunaenda kukabidhiwa serikali kamili sasa ya uhuru. Ilipofika tarehe 7 wakawa wameshakuja hapa, Mwalimu Nyerere akiwa na wajumbe wa kamati kuu ya 5. Walipofika hapa wakazungushwa kama ilivyo ada, wakapitishwa kwenye yale maonyesho, wakaanza kuonyeshwa kwamba jamani, wakati tunakuja hapa tunakuta mnatumia vibuyu, sasa mnatumia glasi, na namna ambavyo vifaa vilikuwa vimeelezwa kwenye ile makumbusho vilimkera sana Mwalimu Nyerere. Kilichokuja kutokea, yeye ndiye alitakiwa kuwa msemaji wa mwisho, kwa sababu ndio tulikuwa tumebakisha siku 2 ndio tukabidhiwe nchi. Akawa ameshazungumza governor, ameshamaliza kuzungumza, ndio akaalikwa na yeye kuja kuzungumza kama waziri mkuu anayejiandaa kuchukua nchi. Alizungumza kwa masikitiko na kwa uchungu sana, namna ambavyo aliona kama amedhalilishwa kuona historia ya nchi inavyozungumzwa kwenye taasisi ambayo iko ndani ya nchi ambayo ya Waafrika. Kwa kumnukuu, kuna maneno ambayo aliyatoa ambayo yamekuwa kama mwongozo kwa namna ambao kama umekuwa ndio msingi wa falsafa ya uendeshaji wa taasisi yetu ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alisema hivi: leo tuko hapa tunajiandaa siku 2 zijazo kukabidhiwa uhuru wa nchi yetu. Tumepambana kupigania kudai haki na utu wetu ambao ulikuwa umetweza. Tulikuwa tukidhalilishwa, tulikuwa tukinyonywa, na utu wetu ulikuwa umetwezwa kwa kiwango ambacho haielezeki, haimithiriki. Siku 2 zijazo, kwa maana tarehe 9 tunaenda kupata uhuru. Moja wapo ya taasisi ambayo tutaanza nayo kuikomboa, alitumia neno Africanization, kuifanya iwe taasisi ya Kiafrika, ni makumbusho hii hapa. Imekuwa imetumika kwa kipindi kisichopungua miongo 2 kudhalilisha na kutweza historia ya Mwafrika. Lengo lake lilikuwa kuhifadhi na kuonyesha vitu vya kale na vya kihistoria vilivyopatikana nchini. Lakini cha kushangaza, historia hii iligeuzwa kichwa chini miguu juu na wakoloni. Hata hivyo, baada ya uhuru ilionekana wazi kwamba makumbusho ilihitaji mwelekeo mpya, mwelekeo uliowakilisha utambulisho wa Kitanzania.
Mwalimu Nyerere, akiwa rais wa kwanza wa Tanganyika na baadaye Tanzania, alitambua umuhimu wa kuhifadhi historia na utamaduni wa taifa jipya. Alifanya mageuzi kutoka kwenye historia iliyogeuzwa kichwa chini miguu juu na kuiweka kuwa kichwa juu na miguu chini. Aliamini kwamba bila kujua historia yetu hatuwezi kujenga mustakabali imara. Aliona makumbusho kama chombo muhimu cha elimu, utafiti na uhifadhi wa urithi wa taifa. Kwa hiyo tarehe 9 akawaagiza wajumbe wa kamati kuu ya 5 kwa kushirikiana na uongozi wa makumbusho uliokuwepo wa Kimagharibi kuandaa maonyesho kwa mtazamo ule wa Kiafrika, kuyapeleka katika viwanja vya Sabasaba ili Waafrika waanze kuona historia itakavyokuja kuelezewa ndani ya makumbusho ya taifa. Kwa hiyo ile onyesho liliandaliwa na lilifanyika. Ilipofika Januari, kumbuka ilikuwa ni Disemba, siku chache kabla hajajiuzuru waziri mkuu na kwenda kuimarisha chama, akaivunja ile bodi iliyokuwa inasimamia hapa, kwa sababu ilikuwa inaongozwa na wazungu watupu. Mwafrika alikuwepo mmoja. Kwa hiyo ilikuwa na bodi ya watu 11, Mwafrika mmoja, Mhindi mmoja, waliobaki wengine wote ni wazungu 9. Kwa hiyo akaivunja, akateua akina Chief Abdalla Fundikira kuwa mwenyekiti wa bodi na akina Mwami Teresa Ntale wa Afrika ndio akaingia mle kwenda kuvunja ile bodi. Lakini wakati huo huo tena mwaka 62 akaanzisha mchakato wa kutunga sheria mpya kuifuta ile sheria ya koloni ambayo ilikuwa imetungwa mwaka 1941. Kwa hiyo tukatunga sheria ya kuibadilisha na jina kutoka kwa makumbusho ya kumbukumbu ya King George wa Uingereza kuwa makumbusho ya taifa ya Tanganyika kwa mujibu wa sheria namba 35 ya mwaka 62. Ndio ikaibadilisha hii makumbusho kutoka makumbusho ya kumbukumbu ya mfalme wa Uingereza kuwa makumbusho ya taifa. Lakini mwaka huo huo ilipofika tarehe 10 Disemba akaamua kuunda wizara kabisa ambayo ilikuwa inashughulika na utamaduni wa Mtanzania. Ilikuwa inaitwa Ministry of National Culture and Education. Katika hiyo wizara akaunda commission maalum ambayo inashughulika na utamaduni, ikuundwa na taasisi 8 kwa maana ya makumbusho, idara ya mambo ya kale, idara ya nyaraka, library, baraza la Kiswahili, pamoja na committee chini ya waziri mkuu ya kuratibu tamasha ya utamaduni kwa Mtanzania. Moja ya mambo muhimu yaliyofanywa na Mwalimu Nyerere ilikuwa ni kwa mfano kuigwa. Aliamini kwamba viongozi wanapaswa kuonyesha njia. Katika roho hii, Mwalimu Nyerere alikabidhi baadhi ya vitu vyake binafsi na vya kihistoria kwa sehemu ya makumbusho ya taifa. Hii ilikuwa ishara kubwa muhimu na kutoa wito kwa Watanzania wengine kuchangia katika uhifadhi wa urithi wetu. Tunatambua mchango wa Mwalimu Nyerere na tunamuenzi katika masuala mazima ya uhifadhi wa urithi wa utamaduni wetu. Na hii inajionyesha dhahiri kutokana na maisha aliyokuwa anaishi Mwalimu Nyerere. Tukiangalia hapa mbele tunaona kuna kifaa cha ngoma pamoja na picha ikimuonyesha Mwalimu Nyerere akiwa anapiga ngoma. Na katika masuala mazima ya utamaduni, ngoma ilikuwa ni kifaa ambacho kilikuwa kina matumizi mbalimbali katika jamii mbalimbali za Tanzania. Cha kwanza, ngoma ilikuwa inatumika kama kifaa cha mawasiliano. Kama kuna vikao, kuna nini, walikuwa wanapiga ngoma na watu walikuwa wanaweza wakajumuika pamoja. Katika jamii nyingi za Tanzania, ngoma ina matumizi mbalimbali. Ngoma hutumika kama kifaa cha mawasiliano, kwamba kukiwa kuna tukio maalum, ngoma, kuna namna ya ngoma upigwa na kuwajulisha watu kwamba kuna kikao au mjumuiko wa sehemu katika jamii hiyo. Lakini ngoma itumika kama kifaa cha muziki. Kwa kizungu tunasema traditional music instrument, kwamba ilikuwa inapigwa wale upate watu kwa wanasherehekea aina tofauti tofauti, watu walikuwa wakipiga kwa ajili ya kusherehekea au kufurahia tukio ambalo lilikuwa limetokea katika jamii hiyo. Lakini ngoma ilikuwa inatumika hata pia kwa masuala ya uganga, kwamba watu walikuwa wanatumiwa kuweza kuhifadhi, kuwasiliana na watu wakiamini kwamba watu ambao wanawasiliana nao au miungu yao inaweza ikawapatia tiba. Kuna Mwalimu Nyerere akiwa na mtoto wake Madaraka Nyerere akimuonyesha jinsi ya kupiga ngoma. Yote hii ni kuonyesha kwamba tunafundishwa kutokana na vitendo. Hii ilikuwa ni kuhakikisha kwamba mtoto wake anatambua na kuthamini utamaduni kutoka kwenye jamii yake. Lakini ni vile vile sisi kama makumbusho tunele slogan nasema tumerisisha tuwarisishe. Ilikuwa ni kuhakikisha kwamba utamaduni waliokuwa nao wakubwa zetu wanawarisisha kizazi ambacho ni kidogo, ambao ni rahisi kuuendeleza katika vizazi vinavyokuja.
Kwa hiyo katika muktadha mzima wa kuangalia jinsi tunavyomwenzi Mwalimu Nyerere na masuala mazima ya utamaduni, sisi kama makumbusho tunamwona Mwalimu Nyerere kama mhifadhi kiongozi, kwa sababu alitambua, alithamini na aliheshimu mila za jamii mbalimbali ambazo zinapatikana Tanzania. Miongoni mwa vitu alivyokabidhi ni pamoja na ngao, simbali kaushwa na vitu vingine, zawadi alizopokea kutoka kwa viongozi mbalimbali wa dunia na hata baadhi ya vitabu vyake binafsi. Ilipofika mwaka 72 alitembelea nchi za West Africa. Kulikuwa na maonyesho ya utamaduni, akazawadiwa. Hiki ni kiwanda cha utamaduni wa ndani ambacho kilikuwa kinatengeneza nguo kule West Africa. Alivyopewa alikileta moja kwa moja na makumbusho ya taifa. Lakini kama utakumbuka, historia yetu inatukumbusha tuliingia kwenye vita vya Idi Amin Nduli dada mwaka 78 mpaka 79, tulishinda ile vita. Baada ya ile vita ilitengenezwa ratiba ya kitaifa ambayo ingetumika Mwalimu Nyerere kuwashukuru wa Tanzania kwa namna ambavyo alishiriki kwa sala, kwa maombi, akawa anazunguka kila mkoa, anapokelewa, zinaandaliwa sherehe, lakini kule alikuwa anapewa zawadi za kishujaa. Nafikiri mnafahamu zawadi za kishujaa katika mila na desturi za Kiafrika. Kwa mfano, mwaka 79, ile ziara ilikuwa ni ya mwaka 79 baada ya vita. Alienda Tabora, alipewa hii nyengo kama silaha ya jadi, kwamba zilitumika pamoja, kwa tulikuwa tunatumia silaha za kisasa, lakini Waafrika kwa imani zao walikuwa wakiomba. Alipofika kule sasa ndio akapewa hii nyengo kama ishara ya nani, pamoja na ngao hii hapa. Kuna zingine zipo kule, kama mfano kama Ngoma na Iringa nako alipewa mkuki. Kule Iringa alipewa mkuki. Mojawapo ya ngao aliyopewa Mwalimu Nyerere ni hii hapa, ambayo baadaye tutawapitisha. Na hivi vifaa alivikabidhi yeye mwenyewe, na humu tuna kitabu chetu hapa ambacho kinatunza kumbukumbu zote za historia ya utamaduni, na humu ukija kuangalia humu utakuja kuona vifaa ambavyo alivileta yeye mwenyewe. Kwa mfano kama hicho hapo ninachokuambia alikileta mwaka 72. Unaweza ukakiona kiko registered hapa, hicho hapa kwenye kitabu chetu cha kumbukumbu. Vifaa vyote vilivyoingizwa mwaka 72 ambavyo alivileta Mwalimu Nyerere utaviona viko hapo. Lakini kuna kifaa kingine hichi hapa ambacho na chenyewe kiko ambacho alikileta yeye mwenyewe, na kinasomeka hapa na namba yake ya usajili ndio hiyo hapa, utakiona. Lakini pia kuna kumbukumbu ambazo zitatuonyesha kwamba Mwalimu Nyerere kutimiza azima yake ya kuhakikisha kwamba taasisi yetu inakusanya historia na kumbukumbu. Utakumbuka katika historia ya nchi yetu kwamba kulikuwa na zamadamu wetu ambaye alikuwa amevumbuliwa mwaka 59 na Dr. Liki, mtafiti wa ule kule Olduvai. Huyu zamadamu alikuwa amehifadhiwa katika makumbusho ya taifa ya Nairobi. Lakini tarehe 26 Januari ndio alikabidhiwa rasmi, na yeye Mwalimu Nyerere ndio aliyekuja kumpokea rasmi. Utaona na picha yake iko hapo, na Zinji mwenyewe unaweza kumuona huyu hapa. Kwa hiyo kuna chumba maalum ambacho anahifadhiwa kwa heshima yake. Sababu kama utakumbuka ni uvumbuzi ambao uliwahi kupata medali ya dhahabu bora Japan. Zinji wetu alishawahi kupata uvumbuzi wa kwanza wa kisayansi katika historia ya zamadamu. Ndio zamadamu wetu alipata medali Japan. Kwa hiyo Mwalimu Nyerere alionyesha commitment kubwa sana juu ya historia ya utamaduni yetu. Kigoda ni kiti kidogo. Mara nyingi huwa ni chenye mguu mmoja wa mviringo, miguu mitatu au minne, ambacho hakina mgongo wa kuegemea wala mikono. Zaidi ya maana yake halisi kama kiti, kigoda pia kinamaanisha kiti cha kitamaduni ambacho mtu mwenye heshima na mamlaka hukalia. Katika methali za Kiswahili, kukalia kigoda kunaashiria mamlaka za uongozi. Hii inaonyesha kuwa kigoda ni ishara nafasi ya juu au uongozi katika jamii. Pia hapa tunaona kigoda alichokuleta Mwalimu Nyerere ili kiweze kuhifadhiwa katika makumbusho ya taifa. Kigoda hichi kililetwa mwaka 1985 baada ya kung'atuka katika uongozi wake. Lakini tukiangalia katika muktadha wa mila, kigoda hiki ukiangalia umbo lake kinaonekana kama kina mguu mmoja. Na katika tafsiri ya mila na tamaduni za Tanzania kilikuwa kinamaanisha ni uongozi. Kwa hiyo kilikuwa ni ishara ya kuonyesha kwamba uongozi wake umekwisha, na akaamua kwamba kibaki kama historia ili tuweze tukajifunza na kuweza kuvitumia katika kufanya tafiti mbalimbali. Katika muktadha mzima wa mila na tamaduni zetu,
tunavitambua kutokana na jinsi maumbo yake yalivyo. Kuna vigoda vyenye miguu mitatu, kuna vigoda vyenye miguu, na kwa namna hiyo kigoda hiki kinaonyesha ni ishara ya uongozi. Kwa hiyo ilikuwa ni sahihi kabisa kukileta kiweze kuhifadhiwa makumbusho, kwa sababu kwa kipindi hiko alikuwa anaonekana ameshamaliza uongozi wake na aweze akamkabidhi tena mtu kiti ambacho kwake kilikuwa ni kama ishara ya kuonyesha uongozi wake na majukumu yake katika jamii. Kwa hiyo kilikuja hapa kihifadhiwe kuweza kutoa historia, lakini pia kama makumbusho taasisi ambayo inafanya tafiti mbalimbali, watu huja kuangalia jinsi gani hivi vigoda vilikuwa vina maana gani katika jamii, lakini malighafi zilizotumika kutengeneza vigoda hivi kama bado zinapatikana au hazipo, lakini pia namna mbalimbali ambazo zilikuwa zinawakilishwa na vigoda ambavyo vilikuwa vinapatikana kutoka jamii nyingi za Tanzania. Mwalimu Julius Nyerere alikabidhiwa zawadi ya kipekee na yenye maana kubwa, simba aliyekaushwa. Tukio hili lilitokea mkoani Arusha na lilikuwa ni ishara ya kumtambua Nyerere kama kiongozi shupavu na jasiri, akifananishwa na simba, mfalme wa nyika. Simba huyo aliyekaushwa alipelekwa na Nyerere mwenyewe kwenye makumbusho ya taifa ya Tanzania, ambapo bado anahifadhiwa hadi leo kama sehemu ya historia na urithi wa taifa. Tukio hili lina umuhimu mkubwa katika historia ya Tanzania kwa sababu kadhaa. Mosi, linaashiria heshima na kuthaminiwa kwa Mwalimu Nyerere kama kiongozi wa taifa huru. Simba kama ishara ya nguvu, ujasiri na uongozi ilitumika kumwakilisha Nyerere na sifa zake za uongozi. Pili, kitendo cha kupeleka simba huyo kwenye makumbusho ya taifa kinaonyesha umuhimu wa kuhifadhi historia na urithi wa nchi. Nyerere alitambua kuwa vitu kama hivyo vinaweza kutumika kufundisha vizazi vijavyo, hususan safari ya taifa na viongozi wake. Mbeleni hapa ni simba aliyehifadhiwa kitaalamu kama onesho na kwa ajili ya kufundishia na kutoa elimu. Pia simba huyu Mwalimu Nyerere alipewa wakati anakatoka madarakani kama ishara ya mamlaka ambayo watu wa Arusha waliweza kumpa. Pia Mwalimu Nyerere wakati anapewa simba huyu kama ishara ya mamlaka, anaashiria mamlaka alionayo ambayo nyikani yeye ni mfalme, inatambulika hivyo. Lakini pia katika kuonesha nguvu alionayo, wenyeji ama wananchi wa Arusha waliweza kutambua ile nguvu Mwalimu Nyerere aliyokuwa nayo, wakaona wamtunuku mfanano wa simba huyu kama ishara ya nguvu aliyokuwa nayo. J.K. Nyerere baada ya kupewa simba huyu, kwa hekima kubwa alionayo, akaona atupatie makumbusho ya taifa kama njia moja ya kuweza kuturithisha sisi kitu kikubwa alichopewa, na sisi tuweze kuwarithisha wengine, kama kauli mbiu ya makumbusho ya taifa ambayo ni tumerithishwa tuwarithishe. Vitu alivyokabidhi Mwalimu Nyerere vinaendelea kuvutia wageni kutoka ndani na nje nchi, vikitoa fursa ya kujifunza kuhusu maisha na urithi wa kiongozi huyu mashuhuri. Ni ukumbusho wa kudumu kujitolea kwake kwa taifa na utamaduni wake. Mwalimu Julius Nyerere, and I saw his picture is on the 1000. Mwalimu Julius Nyerere, niliona picha yake kwenye noti ya shilingi 1000. Niliamua kufanya utafiti na kumsoma shujaa huyu ambaye alikuwa ni mwanadiplomasia mashuhuri kwa watu wa Tanzania. Aliamini kusaidiana, kukuza uchumi, na ninaliona hili ninapokutana na watu wa hapa Tanzania. Kuna maelewano makubwa sana, huruma ya kina na kujaliana mpaka hivi leo. Licha ya Nyerere hatupo naye. Ninajisikia furaha sana ninapojifunza kuhusu mwanasiasa mashuhuri ambaye amefanya mambo mazuri sana kwa watu wa Tanzania kupitia mambo ya nje. No longer being with us. So I'm very happy to learn more about this wonderful politician who did so many great things for the people of Tanzania through foreign affairs. The thing that I really admire about Mwalimu, kitu ambacho kinanivutia kuhusu Mwalimu Julius Nyerere
ni ule uwezo wake wa kuwaleta watu pamoja pindi kunapotokea na sintofahamu. Alikuwa ni kiongozi mwenye mvuto wa aina yake na kuzileta jamii pamoja. Bring communities together from various sides. Urithi wa Mwalimu Nyerere unaendelea kuishi kupitia utamaduni wa Mtanzania. Maono yake ya kuhifadhi historia yetu kwa kufundisha vizazi vijavyo umuhimu na utamaduni wetu yanaendelea kuwa mwongozo. Makumbusho haya si tu jengo, ni moyo wa taifa letu unaopiga kwa hadithi za zamani na matumaini ya kesho. Juhudi hizi ziliendana na lengo la Mwalimu kuhifadhi urithi na utamaduni wetu. Mwalimu Nyerere amekuwa ni kielelezo ambacho kilikuwa kinaendelea kuishi mpaka sasa, kwa sababu ameweza kutoa njia ya watu kuweza kutoa rasilimali, vitu vyao ambavyo vinaendana na historia ya nchi yetu viweze kuishi milele ndani ya makumbusho ya taifa. Lakini pia amefika mbali kwa uzalendo wake, hata gari ambalo alikuwa amestaafu amepewa kama gari lake binafsi, alitumia na familia yake, akalileta makumbusho kwa sababu lilikuwa lina historia ya nchi yetu. Kwa hiyo katika safari ya kuipigania nchi yetu na kuifikisha katika tasnia na sura hii iliyo nayo sasa hivi katika Afrika, Mwalimu Nyerere ni kielelezo kikubwa sana cha kulinda na kutunza utamaduni wetu, lakini falsafa yake ilikuwa ni kuhakikisha kwamba Afrika inakuwa moja na Watanzania wanakuwa wamoja. Vitu vingi sana ambavyo alivitoa yeye mwenyewe kwa mkono wake, lakini pia vingine vililetwa na watafiti ambao wamekuwa wakifanya katika tasnia hii ya historia na utamaduni wa nchi yetu. Kwa hivyo tunajivunia baba wa taifa kama kinara wa uhifadhi wa utamaduni, kinara ambaye amekuwa mpaka maisha yake yanaondoka hapa duniani akizungumza moja kwa moja wazi bila kuficha kwamba tunatakiwa kuishi kwa umoja, lakini pia tuwe waaminifu kwa nchi yetu na tuwe wazalendo na tuipende nchi yetu, ndipo tutakapojipenda nafsi zetu wenyewe. Nyerere alihimiza sanaa na muziki wa kitamaduni, akiona kuwa ni njia muhimu za kueleza utambulisho wa kitamaduni na kuimarisha umoja wa kitaifa. Aliamini kwamba utamaduni si tu burudani, bali ni msingi wa maendeleo ya jamii na taifa. Urithi wa Nyerere katika kulinda na kukuza urithi wa kitamaduni unaendelea kuonekana kupitia makumbusho ya taifa na sera za kitamaduni za Tanzania, na alama ya Mwalimu Nyerere kamwe haitofutika. Gomina